Ukienda ukilala uikumbuke ndoto. Hilo ndio sukuku. Hilo ndio na kwa mimi ndio jana. Ni shuga mimi ndio jana. Kita na bekatna. Kita na benapo. Kita na bene kuna roja na daida gwenga. Komo do hili kulu lai. Kulu lai samba. Urura kubule lesu. Hilo ndio lesu kwa ngara yeye. Hilo ndio hilo ndio kangara maro. Hilo ndio kama. Ini gua nunu sida yelo hello enaki bene urle nero Nairobi. Gua nungangi dia nembe ya. Kama ndio kujibu. Ini la dingende ke kujibu na. Kita na bani kita mbaya. Aliyetujalia uhai sisi sote wananchi wa kata ya Mwandet pamoja na Watanzania kwa ujumla wake. Pia tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwatunza viongozi wetu kuanzia ngazi ya juu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mawaziri, wabunge na madiwani. Aidha, tunakushukuru kwa kututembelea kata yetu na hususan kijiji cha Engalaoni leo tarehe 22 mwezi wa 12 2025, na tunakukaribisha sana. Tunaomba kwa heshima yako tupokelee taarifa fupi ya kata yetu ya Mwandet kama ifuatavyo. Jiografia ya kata ya Mwandet. Kata ya Mwandet ina jumla ya vijiji vinne ambavyo ni kijiji cha Engalaoni, Mbibia, Losikito na Engutoto. Pia kata ya Mwandet ina jumla ya vitongoji 14. Jumla ya wakazi wa kata ya Mwandet. Kata ya Mwandet ina jumla ya wakazi wapatao 22,650. Wanaume wakiwa 10,107 na wanawake wapatao 12,543. Jumla ya kaya katika kata yetu ya Mwandet ni 5,152. Taasisi zilizopo katika kata ya Mwandet. Shule zilizopo. Kata ya Mwandet ina jumla ya shule za msingi 5 ambazo ni shule ya msingi Engalaoni, Mbibia, Losikito, Konkoloi na shule ya msingi Mwandet. Shule za sekondari ziko 3 ambazo ni Mwandet Sekondari, Losikito Sekondari na Engawale Sekondari. Afya. Kata ya Mwandet inayo zahanati 2 za Mbibia na kituo cha afya kimoja cha Engalaoni. Miradi inayoendelea katika kata yetu ya Mwandet. Shule Losikito, shule ya msingi. Mradi umefikia hatua ya upauzi na ukamilishwaji. Madarasa 2 kwa gharama ya shilingi milioni 22 kwa michango ya wananchi. Mbibia, shule ya msingi. Mradi umefikia hatua ya upauzi na ukamilishwaji kwa madarasa 2 kwa gharama ya shilingi milioni 15 kwa michango ya wananchi pia. Engalaoni, mradi unaoendelea ni ujenzi wa shule shikizi katika kitongoji cha Rumkuna, madarasa 3 na ofisi moja ya walimu, pamoja na ujenzi wa nyumba ya walimu ya 3-in-1 katika shule ya msingi Engalaoni kwa gharama ya shilingi milioni 60 kwa michango ya wananchi. Mradi pia kwa sasa umefikia hatua ya upauzi. Mokoloi, mradi unaoendelea ni ujenzi wa madarasa 2 na choo matundu 8 kwa gharama ya shilingi milioni 68. Mradi huu unaendelea vizuri. Chanzo cha fedha ni kutoka serikali kuu. Changamoto, Mheshimiwa Mbunge, katika kata yetu ya Mwandet. Changamoto tulizo nazo ni maji, umeme na barabara. Hitimisho, Mheshimiwa Mbunge, wananchi wa kata ya Mwandet wanakushukuru tena na tena kwa ujio wako katika kata yetu. Pindi utakapokutana na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaomba ufikishie salamu zetu za wananchi wa kata ya Mwandet. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Mheshimiwa Mbunge, kwenye kijiji chetu hichi alishasema mtendaji
lakini nitasema kwa ufupi kama mwakilishi wa wananchi. Tuna changamoto kama manne kwa ufupi. La kwanza, tuna changamoto ya umeme kwenye kijiji chetu. Hii ni ofisi ya kijiji, lakini mheshimiwa, haina umeme. Na pia kijijini kwa wananchi hakuna umeme. Umeme uliishia tu kwenye hayo maduka hapo, lakini kwingine kwenye kijiji hakuna, ikiwemo ofisi ya kijiji hakuna umeme mpaka leo. Namba 2, tuna changamoto pia ya maji. Tuna maji haya ya vocha ambayo juzi yalitandikwa mabomba chini, lakini maji yanatoka mara chache, yanaweza yakatoka, yani wananchi wanalalamika siku ile kabla, yani kesho yake tunapiga kura, maji yakatoka, lakini mpaka leo maji hayatokagi tena. Hiyo ni kero kubwa kwa wananchi wa kijiji cha Ngalaoni. Namba 3, tuna kituo cha afya. Tunamshukuru Rais. Kuna majengo mazuri sana, kama utapata muda utatembelea, lakini hakuna madaktari. Kituo kimejengwa kama kituo cha afya, lakini mpaka sasa kinafanya kazi kama zahanati kwa sababu hakuna watumishi. Na changamoto kwa iliyokuwa inazungumzwa ni swala la maji, sababu kuna vyoo na majengo mengi ambayo yanahitaji maji, inashindwa kuwa kituo cha afya ama kuzinduliwa kwa sababu hakuna maji. Tunaomba kama mbunge wetu pendwa, tunaomba kile kituo kizinduliwe kiwe kama kituo cha afya. Lakini namba 4, barabara. Kama ulivyoona barabara kwenye kata yetu ni mabaya, ni mabovu. Hata kwenye kituo cha afya hicho ambulance itashindwa pia kumkimbiza mgonjwa kama anahitajika kupewa rufaa ya kwenda Uturumet ama Mount Meru. Hata ile ambulance peke yake itashindwa pia, ile mgonjwa atafia njiani kwa ajili ya ubovu wa barabara. La mwisho, ukisimama hapa kama sio mawingu, kwenye kijiji chetu kuna maboma ambayo niliyapata kama kilomita 4 kutoka hapa tulipokwenda hivi. Sekondari tulionaye kwenye kata ni Mwandet Sekondari. Watoto wa kike wanapata changamoto kupita kwenye msitu wakienda sekondari ya Mwandet. Mheshimiwa mbunge, si kila mzazi ana uwezo wa kumlipia mtoto hostel. Watoto wanakatishwa ndoto ya kusoma kutokana na kupita kwenye msitu wa asubuhi na mapema. Wengine wanapata mimba kwa ajili ya lift za madereva bodaboda, wakiongwa kwa ajili ya kutaka kuwahi shuleni, na wengine hukata tamaa na kukataa kwenda shuleni. Tunaomba, tuna mkakati kama kijiji. Tukija kwako muda na saa yoyote, tuna kiwanja tunahitaji kuanzisha sekondari kwenye kijiji chetu kwa ajili ya umbali huo wa watoto kwenda shuleni. Kwa kipindi kama cha mazika, mtoto kutoka kitongoji kinaitwa Lewama ambaye imepakana na Monduli, mtoto kutoka kipindi cha mazika kwenda mpaka shule na mvua inanyesha, wanagairi na kukataa kwenda shule. Hata kama ina kipindi cha kiangazi akitembea mpaka afike shuleni, mashati ya watoto wa shule huwa ni meupe, anafika amechafuka, hawezi kwenda. Kwa hiyo tuna mpango huo wa kuanzisha sekondari kwenye kijiji chetu karibu na shule ya msingi, na uwanja tunayo tayari. Mwaka huu kama sio kwamba tunaendelea na ujenzi wa shule ya msingi Shikishi Ormukuna huku, ambaye ni kilomita, wale watoto wanatembea kilomita 6 mpaka 7 kuja shule ya msingi Ngalaoni pale. Ndio tumeelekeza nguvu sasa hivi hapo. Tunaendelea na ujenzi wa madarasa 3 pamoja na ofisi. Lakini hapa shule ya msingi tunaendelea na ujenzi wa nyumba za walimu 3-in-1. Tungeanza na issue ya sekondari, lakini tumesema kwanza tupunguze wale watoto wanaotoka mbali, alafu mwakani, huu mwaka tunaoingia, mheshimiwa, tunapanga kuanzisha sekondari. Tunaomba utuunge mkono. Asanteni sana kwa hayo machache. Mheshimiwa mwenye mkutano ambaye ni mwenyekiti wa kijiji, Mheshimiwa mtendaji wa kata, Mheshimiwa pia washili wa ukoo tumewasahau, na hiyo mtusamee pia wakati wa kuwatambulisha. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama na kabineti yako yote, waheshimiwa sana mabalozi ambaye ni wenye viti wa mashina, waheshimiwa wananchi, Bwana asifiwe. Amen. Salamu alaykum. Mheshimiwa mbunge, na mimi kwenye mkutano au kijiji hiki ndio mara ya kwanza kufika, lakini mimi niwaombe wananchi radhi kwamba na sisi tulipanga taratibu kwa ajili ya kuja kuwashukuru. Lakini basi mbunge amesema, na ni baba yetu pia, amesema na mimi nataka kuja kuwashukuru wana Mwandet kwa ajili ya kutengeneza au kuwapa kura nyingi. Kwa hiyo Mwandet kwa sehemu kubwa mbunge anakiri kwamba amepata kura nyingi kwenu. Basi kwa ajili pia ya muda, Mheshimiwa mbunge, sitazungumza mengi. Tayari basi nafikiri baadaye utapata pia mawazo kwa wananchi. Tulifikia kwenye habari ya rasimu ile ambayo imesomwa hapa.
Lakini pia mheshimiwa mbunge, ili nami nisikae bila kuzungumza, zahanati ya Mbibia pale, hiyo zahanati inabeba nchi nzima ya Tanzania kulingana na sekondari iliyoko pale ya Mwandet. Yaani zahanati hiyo ni miaka 5 tunapiga kelele kwenye baraza kwa ajili ya kutengenezewa daktari nyumba ya kuishi pale, na nyumba tayari kama imebaki kiasi kidogo ya dhamani ya viti na labda na vitanda. Ukweli mheshimiwa mbunge, yani mtoto akiugua pale sekondari usiku, lazima sekondari itafute mazingira magumu mpaka mtoto afike hospitali ya wilaya. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, naamini kwa ajili ya umuhimu, na wewe pia ni daktari, naamini umuhimu hiyo ni muhimu kwako mheshimiwa mbunge. Hatutazungumza mengi. Na pale Ngutoto mheshimiwa mbunge, kuna zahanati imeanzishwa na wananchi, ina zaidi ya miaka 10. Tulipataga shilingi milioni 3 ya mfuko wa jimbo mpaka leo. Yaani zahanati hiyo inahitaji tu milango na madirisha na labda mwenye kituo, labda mtumishi wa kituo pale, ili wananchi pale wapate matumizi yenyewe. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, baada ya hapo nafikiri changamoto kwenye kata nzima ni barabara, umeme. Yaani leo, yaani ukipita kote ni umeme. Kwa hiyo naamini pia kwamba kwa ajili ya kazi njema uliyoanzisha na jinsi ninavyokuona kwamba kwa mkutano huu jinsi ulivyo, umeniambia Jumamosi mkutano huu uwepo Jumamosi, na mimi nikasema sitamghairi mkubwa wangu. Kwa hiyo basi nikamwambia wenye viti na mtendaji wa kata, mheshimiwa mbunge, mtuwie radhi kwa siku nyingine. Naamini utawakuta wananchi hapa, hutaweza kuwazungumza nao, naamini hivyo. Na hao wanamwende mheshimiwa mbunge, hawatakudanganya. Hao wanamwende sawa, wakisema moja ni moja, yaani ni moja moja. Kwa hiyo naamini huko uendako ukiwakumbuka, wewe usimkumbuke Masaa Ndagwa, wakumbuke wanamwende, nao pia watakukumbuka. Mimi baada ya hapo mheshimiwa mbunge, mimi nikukaribishe kwa heshima kubwa usungumze na halaiki ya wananchi. Alafu baada ya hapo nafikiri una majukumu mengine. Mimi nikutakie safari njema. Nishukuru sana, karibu. Mimi naitwa Mheshimiwa Diwani kata ya Mwande, ndugu Logolie Masaa Ndagwa na Doyo. Karibu sana mheshimiwa. Chengalaoni, Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Mwandeti, tuna viongozi wetu wa chama akiwepo mwenyekiti wa chama wa kata hii ya Mwandeti, nimeona pia katibu, nimeona mwenezi, na viongozi wa mila, wazee wangu na mwenyekiti wetu wa UWT wa kata hii, wataalamu nimewaona, mwalimu wa sekondari, kina mama nimewaona, mtendaji wetu wa kata, mtendaji wa kijiji, nimeona mwenezi wetu wa wilaya, ndugu yetu Sawa, kushukuru, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wananchi kwa ujumla wa kijiji cha Ngalaoni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nichukue nafasi hii kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutusaidia na kuridhia sisi wote kuwepo hapa. Nimeona ni baridi kali lakini na mvua, lakini hamkujali, nikaona ni vyema tuwepo hapa pamoja kusikilizana. Nashukuru sana. Ndugu wananchi, nimekuja hapa kwa kitu kimoja. Nakumbuka nilikuwa nimekuja hapa wakati wa campaign, nikasema naitwa Dr. Johannes Lembulung Lukumai. Nikasema Lembulung ni nini? Naitwa, bado mnakumbuka? Dr. Lembulung, ambaye kwa sasa amekwisha apishwa rasmi na kuwa mbunge wa jimbo la Rumeru Magharibi. Kwa hiyo nimekuja hapa kuwashukuru kwa kura nyingi kwangu kama mbunge wenu, lakini pia niwashukuru kwa kura nyingi mlizompa diwani wetu
na zaidi sana kura nyingi kabisa ambazo mlimpa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwande, tunawashukuru sana kwa kura zenu. Mna uhakika na mnajua nyie ndio mliongoza katika jimbo hili kunipa kura nyingi. Ndio sababu nimeona baada tu ya kuapishwa nije niwashukuru, mwe wa kwanza niwashukuru. Asanteni sana, na niwaambie tuko pamoja, tushirikiane. Tukishirikiana kwa pamoja, na uhakika changamoto zilizopo tutaenda kuzitatua, Bwana Mwenyezi Mungu akitusaidia. Lakini pia niwahakikishie kwamba viongozi wetu wakianza na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapenda na amewekeza katika miradi mikubwa ya kijamii katika jimbo letu la Arumeru Magharibi. Amewekeza kwa maji tu bilioni 16.177. Pamoja na kwamba leo nimekuja kutoa shukurani, lakini pia nimekuja kufuatilia kuhusu mradi mkubwa wa maji katika kijiji hiki cha Engalaoni, mradi wenye bilioni 1.026, mradi mkubwa sana wa maji, na nimeandamana na meneja wetu wa maji ambaye baadaye tutampa nafasi ataongea kwa ajili ya mradi wa maji, lakini pia miradi mingine ya Eldoret na Losikito, sana Losikito ambayo ina gharama ya bilioni 2.5. Kwa hiyo mnaweza mkaona jinsi serikali yenu inavyowekeza katika huduma za kijamii ilivyo mkubwa. Na niseme tu kwamba tukiendelea kushirikiana hivi, tukaendelea kuwa na uhakika na kuamini serikali yenu sikivu, maendeleo na changamoto karibu zote zitatatuliwa kwa wakati. Niseme tu kwamba nilisikia changamoto nyingi mkielezea, changamoto ya barabara, changamoto ya maji, changamoto ya umeme, swala la shule, nimesikia yote na nafahamu. Tena mkasahau mikopo. Alafu mkasahau na mbolea, wakati mnaona mnalima kwamba serikali yenu inawapa ruzuku ya mbegu, inawapa ruzuku ya mbolea. Kwa hiyo nafahamu changamoto za kata ya Mwandet, hususan kijiji cha Engalaoni. Ninachoomba Mheshimiwa Diwani, kukaa na hawa wananchi ni muhimu sana, kusikiliza matatizo yao. Kaa kwenye kamati yako ya maendeleo ya kata ambayo wewe ndio mwenyekiti. Hizi changamoto walizosema hawa wananchi, msikilize moja moja. Hawa wananchi wanahitaji chochote, wewe wasikilize tu changamoto zao. Weka vizuri kama hiyo risala mlinisomea sasa hivi. Lete kwenye halmashauri. Mnajua tuna vikao vyetu vya halali. Lakini weka vipaumbele kama ulivyoelezea. Chakata, washirikishi. Leta kwenye vikao vya halmashauri, tutajadili pale. Yatakayoshindikana, ndugu zanguni, tunapeleka mbele. Nimewaambia serikali yenu ni sikivu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan anawasikiliza wananchi. Tunapeleka mbele. Lakini kuna mambo mengine hayahitaji kwenda kule mbele. Ni kweli au si kweli? Ni utekelezaji tu, watendaji kufanya kazi zao, kuwajibika. Yale yaliyoshindikana makubwa tunapeleka kwa viongozi wetu walioko mbele au juu zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashukuru kwa hilo. Kwa hiyo nimesema kwamba nimekuja leo kuwashukuru, narudia tena, na kufuatilia ule mradi mkubwa wa maji wa Engalaoni. Na nichukue nafasi hii kushukuru sana serikali yetu. Katika hili jimbo letu la Arumeru Magharibi, tumewekeza fedha nyingi kama nilivyosema tangu mwanzo. Bilioni ngapi? 16.712. Na kuna miradi 9 mikubwa ya maji katika hili jimbo. Kwa serikali yetu imewekeza. Kuna mradi wa Olmulo kule Oljoro, bilioni 4.6. Kuna mradi mkubwa wa Luyo Sambu, bilioni 6. Kuna mradi mwingine wa Mungushi, milioni 500. Kuna Engalaoni ule ambao tunaenda kuzindua, milioni 1.026. Kuna Elkerin, milioni 292. Kuna Engorora, mradi wa Engorora, milioni 300.
Kuna mradi wa teni ya Simba na naitwa Kigongoni kule bwawani kule, nilikuwepo juzi kule, milioni 150. Kuna mradi mkubwa Olkejulenderit na Elkurot bilioni 1.55, na kuna mradi mkubwa wa Losikit milioni 2.5. Kwa hiyo ukichukua hii miradi yote ambayo serikali imewekeza ni bilioni 16.712. Unaona, mpigi makofi. Hiyo ndio serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Huo ni mradi huu mmoja. Hatujaja afya, hatujaja elimu, hatujaja mikopo, masoko, ni moja tu. Kwa tunabudi kushukuru serikali ambayo inajali watu wake. Sasa kwa serikali ya Tanzania, kwa niaba ya hawa wananchi waliokuja hapa, tunashukuru sana kwa uwekezaji huo mkubwa. Lakini naomba kitu kimoja kwa serikali, miradi sasa hii ambayo bado imaliziwe. Mlisikia waziri mkuu alipotembelea wilaya ya Rumeru Magharibi, alisema kuna hii miradi na kuna mingine itafanya nini? Itaanzishwa. Kwa upande wa miradi ya maji, tunashukuru kuanzia miradi mingine, lakini tungeomba serikali imalizie kwanza miradi ambayo ipo inaendelea. Miradi yote 9 ya maji. Lakini ombi kubwa sasa hivi, nilikuwa naomba serikali imalizie mradi wa Olmulo, mradi mkubwa sana ambayo imebaki bilioni 1.3, ili mkandarasi apate hela, mradi huu uisha haraka, wananchi wapate maji kwa eneo lile la Joro Olmulo. Lakini kuna huu mradi mkubwa bilioni 6 wa Oldonyosambu. Wale wananchi mnasikia miaka yote wanateseka na maji yenye madini ya nini? Fluoride, ambayo inaharibu mifupa. Tunaomba serikali itoe hata kiasi kidogo au kikubwa cha bilioni 3 ili mkandarasi aanze kazi mara moja, wale wananchi waondokane na maji yenye madini ya fluoride, nao waweze kufurahia maji salama katika maeneo yao. Kwa hiyo ndio ombi langu kwa serikali kwa hivi sasa, pamoja na mambo mengine. Lakini hiyo miradi miwili mikubwa ya Oldonyosambu na Olmulo, naomba isaidiwe tupate hela zilizobaki ili mkandarasi aweze kuendelea kufanya kazi baraka sana. Miradi mingine kama niliyosema, hiyo Ngalaoni itaisha tarehe 30 mwezi wa 3 kwa sababu ya kuchelewa kwa hela. Ni pamoja na ule mradi wa Losikito ambao ni bilioni 2.5, na unatarajia mwezi wa 3 tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2026 mradi huo utakamilika, iwapo fedha zitatoka kwa wakati na mkandarasi kuanza kazi. Niendelee kushukuru wananchi kwa moyo huu mlioonyesha na baridi hii ya leo kwa kujitokeza. Nawashukuru pia kwa kunisitiri kwa hii nguo, manake leo huwa sitetemeki, lakini nataka kutetemeka, ila baada ya kuwaona nikapata joto. Nikaona wananchi wamenipa kura, akina mama hawa wote, yani na raha ambayo haina, siwezi kuelezea. Nawashukuru, tushirikiane. Na la mwisho kabisa, nitaomba baadaye engineer uongee kidogo, na kama kuna mwananchi atauliza swali, lakini aeleze kidogo kinachotakiwa, kwamba baada ya mradi wa maji kukamilika, ni sisi wananchi wajibu wetu ni nini. Mhandisi wetu atatueleza wa maji. Tudumishe amani katika nchi yetu. Kama hakuna amani, haya maendeleo hayatakuwepo. Tusidanganyike na watu kutuambia tukaandamani. Sasa hebu niambie ndugu yangu, kiandamana tutafaidi nini? Kuna wanaosema tarehe 25 tufanye nini? Tuandamani. Mimi naombeni tudumishe amani. Kila mtu awe mlinzi wa ndugu yake. Tuipende serikali yetu. Kama kuna changamoto yoyote, mimi niko wazi. Ofisi yangu iko wazi muda wote. Mimi na katibu wa mbunge. Lakini mwenyewe simu yangu naona ipo. Piga tu. Elezea chochote, lakini tutangulize amani na kumtanguliza pia Mwenyezi Mungu. Kwa kufikia hapa, na washukuru kwa kunisikiliza. Michael Christopher Sakayan Laizer, kama nilivyosema, ndio Gen Z wenyewe, lakini sio Gen Z wa kuandamana wala kuchoma nyumba za watu. Ni wa kunyoosha, sisi ni duasha, kuwaonyosha viongozi wetu ambao tumewapenda na kuwapa ridhaa ya kutuongoza. Mheshimiwa mbunge, mwenyekiti wetu akijia ameongea vizuri. Na mimi niseme kwamba nasisitiza kwamba umetuahidi mambo mengi. Lakini mara nyingi wanasiasa wamekuwa ni watu ambao wanasema na kwenda kutusahau.
tunakuomba usitusahau wananchi wako. Tumekuamini. Kuna mwingine tumemtuma bungeni akaenda kuimba bora ni enjoy, lakini wewe tunaamini kwamba utaenda kupiga kazi. Ni ambalo nilikuwa naomba, bora utuambie unaweza kutekeleza kitu kimoja ndani ya miaka 5 au mambo mawili yakatekelezeka yakamalizika, ili tukuamini kwa miaka mingine ambayo yanakuja uendelee kuwa mbunge wetu. Tangia nianze kuwa na akili timamu sijawahi kumuona mbunge wa Rumeru Magharibi aliyeongoza miaka 10. Ni 5 tu anaondolewa. Lakini kwa dira ambayo umeshatuonyesha tunaona unaweza ukaongoza miaka 10 na mingine zaidi ambayo yanakuja. Kwa hiyo tunaomba kama ni utekelezaji unaweza kutekeleza barabara ambayo tumekuwa tunaililia miaka yote. Kila mbunge anayekuja hapa kuanzia akina Elisa, sio akina Bora ni enjoy, wamekuja hapa wametuhadaa tu, wamekuja na mainjinia manini na nini, lakini wakifika kule wanatusahau. Wananchi wamekuja hapa wamelia umeme umefika hapa kusambaza tu nguzo. Kuna nguzo maeneo mengi sana ambayo tunakuta yako chini kule, lakini wananchi hawana umeme. Tunaomba kama unaweza kutekeleza kutupatia umeme kwa miaka 2 au 5 hii, sema nitafanya hili lakini miaka mingine nitafanya hili. Maana ahadi nyingi ambao haina utekelezaji inatuumiza wananchi. Kwa hiyo tunaomba kwamba kwa uwezo wetu, kwa sababu tunaamini kwamba unaweza kutusemea na fedha zipo Tanzania kama ambavyo Mheshimiwa Rais anasema, na sisi tunaona maana tunafanya kazi sehemu nyingi. Kuna maeneo mengi ambao kama vile tunapunjwa sisi wananchi wa huku, tunasahaulika, na sisi ni Watanzania na tumepiga kura. Mimi nimepiga kura pamoja na ujenzi wangu, nimepiga kura nikachagua Chama cha Mapinduzi CCM, na mimi ni mwanachama, nina kadi ya CCM, tena electronic card. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa mbunge, umesema sasa hivi unaondoka kwenda kutafutia chakula, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki, akulinde, utakapofika kule usitusahau wananchi. Lakini pili, amezungumza mwenyekiti kusema swala la maji. Tuna kituo cha afya pale. Wewe ni daktari kwa taaluma kama ulivyosema. Huwezi kuishi bila maji. Daktari pale akifanya operation au akifanya hata kumzalisha mama pale, hakuna maji ya kufanya usafi. Kuna magonjwa mengi ya mlipuko ambayo yanaweza kujitokeza. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa mbunge, yasiwe tu ni maneno ya kuzungumza. Engineer anaweza kuzungumza pale akaongea kitaalamu na kutudanganya si ambao hatujasoma wengine. Mwisho wa siku akiondoka tu akitupa mgongo ameondoka. Awe anatembelea wakati mwingine na kutuuliza changamoto, sio tu kwamba hawa wataalamu tulionao wanakuja tu siku ambao unakuja wewe. Kwa nini wasije siku zingine kutuuliza kwamba tuna changamoto gani? Wawe wanakuja, si tu kwamba wanasikia mbunge anakuja na wao wanakuja, waje waangalie changamoto ni nini. Kwa nini maji itoke tarehe 29 lakini tarehe 30 sitoke? Wangejua changamoto ambazo zipo. Kwa hiyo sisi hatulalamiki Mheshimiwa mbunge, tumekuomba, lakini wakati mwingine tunaweza tukakuomba leo, ila wakati mwingine ukija kama hujatekeleza, kwa kweli mimi nisiwe tu mnafiki, tunakubwaga chini Mheshimiwa mbunge, lakini tunaamini ukitufanyia na tukaridhika ukweli wa Mungu na kuona kwamba utaongoza miaka 10 na zaidi. Nisiongee sana maana mwenyekiti ameshazungumza, lakini unaona wananchi wa Engaloni walivyojitahidi sana, wamechangia shule shikizi pale, wanajenga tu inwani ya walimu. Ni wananchi wanajituna, hatuna vipato. Angalia sasa hivi mvua imechelewa kunyesha, wananchi hawana biashara huku, tunategemea masuala ya mashamba kule, lakini unakuta ni shambani, ale shamba asomeshe mtoto usijafanya nini, lakini atoe mchango. Mwananchi anatoa mchango wa shilingi 70,000 huko, ana watoto 6 wanasomesha sekondari, lakini bado tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunaipenda nchi yetu na kutekeleza miradi ambayo nasi tunaisaidia serikali, na nyie mtukumbuke. Baada ya kusema hayo, mimi nikushukuru sana kwa kweli, umeonyesha uzalendo na upendo kwa wanamwandeti. Usitusahau, njoo kila siku, tutakupokea. Asanteni sana. Unajua mtu akiongea ukweli kubali. Hao ndio majenzi tunataka. Wanaozungumza ukweli kutoka moyoni. Wanaozungumzia kuhusu watu wake. Lazima tuyachukulie kwa umakini wa hali ya juu. Jenzi ni kuhakikishia kwamba mimi kidogo ni tofauti. Mimi nawapenda wananchi. Wananchi wamenipa kura, hawa wananchi hawahitaji chochote. Wanachohitaji ni maji. Nilipokuwa nakuja huku nilisimama pale kwenye kijiji cha Olbak. Olbak iko wapi? Nengijave. Mvua inanyesha, nimeenda kukuta kina mama, msururu mkubwa sana wa ndoo za maji. Na hapa mbele pia. Na punda. Nikauliza mlitoka saa ngapi? Usiku saa 11. Na hawategemei kuondoka sema nake. Songamano ni mkubwa sana wa maji. Lakini sio hiyo tu.
barabara yenyewe niliyopitia mimi ni mashahidi, yani nimepita makusudi nijue haya. Kwa hiyo nafahamu Mwandeti. Kwa hiyo Gen Z, nachokuomba tushirikiane, washawishi vijana wenzako wawe kama wewe, kutetea serikali yako, kutetea maendeleo ya wananchi, na mambo yatawezekana kwa ushirikiano. Kwa mfano, umesema swala la umeme. Mheshimiwa Diwani, nadhani nilikupigia simu nikakwambia kila kitongoji ilete idadi ya nguzo za umeme. Mlishaleta? Ziko wapi? Kila kitongoji ileta nini? Wanahitaji kiasi gani, nguzo ngapi? Naomba tena nirudie mbeleni wananchi. Nguzo za umeme sifanye nini? Nipate leo. Nimempenda amesema utueleze kitu kimoja, na ni kweli huwezi kufanya mambo yote kwa wakati mmoja. Tunaenda moja baada ya. Kwa hiyo tutangulize nguzo za umeme mheshimiwa, tupate. Swala la shule, swala la zahanati na swala la maji tutaenda kuyafanyia kazi. Ndio sababu nilikuwa namwambia akae kwenye nini? Kwenye kamati ya maendeleo ya kata. Sijui kama Gen Z yuko kwenye hiyo kamati. Ataalikwa mwenye nani ana busara, diwani wetu ana busara huyu. Atamwalika tu ili asemee majenzi, asemee wananchi, tupate hizo changamoto. Na mwananchi yote ukiwa na changamoto yote nipigie simu. Mimi niko kwa ajili yenu. Mimi sihitaji kitu zaidi ya nyie kupata huduma. Na nyie hamhitaji chochote kwangu zaidi ya nini? Na ndio sababu mlinipa kura. Mlinipa kura kwa imani kubwa sana. Mlitoa kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa sana, kutokana na miradi ambayo tayari amekushawekeza. Kwa hiyo naombeni tu ushirikiano wenu, naombeni tutangulize na amani katika eneo letu. Nitakuwa sina fadhila nisipompa nani aongee kidogo. Najua sisi Mwandeti safi. Ndugu daktari wa binadamu Mheshimiwa Yohanes Leblo Mai, mbunge wa jimbo la Rumeru Magharibi, mtu bingwa sana, mtu aliyebeba maono ya wananchi, mpenda watu, Mheshimiwa diwani wa kata hii, mwenyekiti wa kijiji hapa, wataalamu wetu, viongozi wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wetu, na wazee wetu, watu wote, natambua uwepo wa kila moja. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. CCM oye. Ndugu wananchi, mimi nimeambatana na mheshimiwa mbunge leo. Kwanza nimpongeze sana kwa kweli. Unajua hawa viongozi tukiwapaka dhamana kwamba wawe viongozi kwa maana ya labda mwenyekiti wa kijiji au diwani au mbunge huwa wanasahau wametoka wapi. Ukisahau umetoka wapi ni ngumu sana, kwa sababu huwezi kuwa diwani au mbunge bila chama fulani, sio? Sasa wao wametokana na CCM, lakini huyu mbunge ni mbunge wa mfano sana. Toka ameanza ziara yake lazima muite mwakilishi mmoja wa chama ngazi ya wilaya. Lakini asubuhi nikatesti mitambo, nikampigia mwenezi wangu wa kata, maana sisi wenezi ndio tunafuatilia miradi na maendeleo ya utekelezaji wa sera ya Chama cha Mapinduzi. Nikampigia mwenezi, una habari mbunge anakuja? Akasema message ninayo na niko njiani naenda. Nikamsifu sana katibu wa kata kwa kumwalika pia diwani na chama kwa ujumla. CCM oye. Mheshimiwa mbunge, kauli yako hii ya mimi nataka matatizo ya wananchi yatatuliwe, hii kauli imekupa umaarufu mkubwa sana na imekupa upendo mkubwa sana. Kwa hiyo ni kuendelea kukuomba kama ulivyoanzisha, endelea hivyo hivyo kusikiliza kero ya wananchi. Wananchi hawa wana imani kubwa sana na CCM, lakini viongozi tuliowapa dhamana wengine wanatuangusha. Kwa mfano, mheshimiwa mbunge, kama nguzo imeshafika kwenye eneo, tatizo liko wapi kuweka umeme hapo washwa wananchi wapate umeme? Kama nguzo imeshafika. Wewe mwenyewe umeona juzi shule imefungwa maji kwa sababu ya shilingi 780. Shule ina wanafunzi 1000 miezi mitatu. Kwenye hilo eneo kuna mtendaji wa kijiji, kuna mtendaji wa kata, kuna diwani, kuna watu wako hapo. Mpaka mbunge anafika kuona hilo tatizo. Viongozi huko chini mko wapi? Wito wa chama, kila mwenye dhamana ya kutumikia wananchi awe na wivu mkubwa wa kuwatumikia wananchi kwa upendo mkubwa na weke matatizo ya wananchi mbele. Huo ndio wito wa chama. Mbunge amefika pale,
ndani ya miezi mitatu hakuna maji, akalipa hiyo bili. Maji sasa hivi yanatoka. Ile ni jambo la watu kukaa, hata kila mwanafunzi kumwambia lete shilingi 200. Wanafunzi 200, wanafunzi 1500, hiyo bili wanalipa. Lakini unaenda kutesa watu wachache kwa sababu tu wewe hujali. Hiyo haifai, chama haitakubali. Sisi tutaendelea kuwasimamia na kuwasemea. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nikupongeze sana Mheshimiwa Mbunge, bila wewe kufanya vile na maana, na hivi unavyoanza ziara wanaamka. Nataka nikwambie, kuna kata sasa hivi wananipigia simu, Bunge anakuja lini kwetu? Sasa tunataka viongozi wa namna hiyo ambao wananchi wana hamu ya kumsikiliza mbunge wao wanataka kuambia nini. Sisi kama chama tunajivunia kwa ajili yako, tunajivunia kwa ajili ya diwani, tunajivunia kwa ajili ya mwenyekiti wa kijiji. Mnakitengeneza chama kwa namna hiyo. Sisi moyo la mwisho wananchi kwenu. Mwandet mna shule 3 za sekondari au nimekosea? Si ziko 3 eh? Kwa hiyo sasa hivi mnaomba ya 4. Lakini kwa nini Mwandet mnapata? Nyie kwanza ni chanzo cha maendeleo. Mradi wenyewe mnaanza wenyewe, ongereni sana. Nyie wenyewe mnaanzishaga miradi yenu wenyewe. Lakini kuna jambo hapa mimi nimeiliogopa kidogo, kwamba Ngalaoni watoto wao wanaenda mbali Mwandet sekondari. Kuna swala la watoto wa kike. Nchi hii tunaongozwa na mwanamke sasa hivi, sio? Bila Rais Samia kusoma asingekuwa rais. Lazima tuwalinde watoto wa kike kwa wivu mkubwa. Kwa kipindi hichi ambacho hatuna shule, nini tufanye? Watoto waendelee kupewa mimba? Waendelee kukatishwa masomo yao? Nini kifanyike kwa sasa? Kinachotakiwa kufanyika kwa sasa ni tuoneshe mfano. Huyo kijana wa bodaboda, huyo mwananchi anayemwingiza mtoto msituni na kufanya naye mambo, tukimkamata tuoneshe mfano, tusiwafiche. Tuwalinde watoto wetu. Kinachotokea, mtoto akipata mimba, mzazi anaenda kumficha yule, wanafanya ile kimila, wanapotezea. Hapo umeua ndoto ya mtoto. Kuua sio tu kuua maisha, ukiua ndoto ya mtoto umeua. Kwa kipindi hichi kuna wale vijana wa sungusungu, mwenyekiti wa kijiji, weka mpango mzuri, tuwe serious. Hawa wanafunzi wanavyoenda njiani, huyu ni nani anamfuatilia yule mwanafunzi mpaka wanaingia kwenye miti? Kwenye miti kuna watu wanaona. Kila mtu apige kelele, tumkamate. Kama ni miaka 30 aende, na kabla hajaenda miaka 30 ikiwezekana, kama kuna zile za fenu 70 apate 70 kwanza, ndio waende huko wajifunze. Tuwalinde watoto wetu. Watoto wa kike ni hazina, watoto wa kike ni mali. Nyie mnaona Tanzania sasa hivi maendeleo makubwa kwa sababu tuna rais mwanamke. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Baada ya kusema hayo machache, kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Mbunge, mimi muda wote ukinipigia simu nipo na nitakuwa na wewe, na mimi nayapata hapa, na hii kazi yote uliyofanya mimi napeleka kwenye kamati ya siasa kwamba mbunge wenu amefanya 1, 2, 3. Asante sana. Hasa kwenye kijiji cha Ngalaoni. Mimi nina historia na nyinyi. Kwa majina naitwa Engineer Shabiri Waziri, meneja RUWASA wilaya ya Arumeru. Nakumbuka mwaka 2023 nilikuja hapa. Wakati huo hakuna matumaini kabisa katika kijiji cha Ngalaoni, na nikawaeleza kwamba mimi nimekuja hapa kuiwakilisha serikali kwa ajili ya kuwaletea maji, na nikaeleza mipango ya kutoa maji kijiji cha Lengijavye kuyaleta Ngalaoni. Kuna baadhi ya watu hawakuamini wakati huo, waliona ni story na washapigiwa story nyingi. Nikawaambia serikali hii ya awamu ya 6 inajitahidi na inafanya kazi kubwa, na ndio maana sisi wataalamu huwa tunaahidi, kwa sababu tunaamini kile ambacho tunakisema kwa wananchi, serikali inatupa nguvu na inatekeleza. Leo hii nimekuja hapa na mheshimiwa mbunge kukagua mradi. Maana yake ni nini? Maana yake serikali ilituwezesha na mradi ukatekelezwa. Sasa hivi huko 85%, bado 15% tukamilishe, wananchi waweze kupata maji kila siku. Kama alivyosema mheshimiwa mbunge, hadi kufikia tarehe 30 mwezi wa 3 2026 mradi utakuwa umekamilika 100%. Lakini mimi pamoja na wataalamu wenzangu tunajitahidi
wakati mradi ukifikia 90%, kwa maana ya 5% ambazo zimebaki, ambazo tunazifanya ndani ya mwezi huu na nusu ya mwezi ujao. Kwa hiyo kuanzia tarehe 15 ya mwezi ujao huduma itaanza kutolewa. Wakati sisi tunamalizia vitu vingine ambavyo havihusiani na wananchi kuchota maji, wananchi wataanza kuchota maji. Sisi tutamalizia kuweka kupaka rangi matenki, kuweka vipumulia upepo, lakini wakati huo wananchi huduma wameshaanza kufanyaje kuipata. Kwa hiyo niwaahidi kuanzia tarehe 15 mwezi wa kwanza tutaanza kuchota maji sasa kila siku, lakini wakati huo sisi tunaendelea kukamilisha mradi mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 3 mradi uweze kukamilika. Kama mnavyojua tumetoka mbali miaka na miaka, tulikuwa hatujai kuona hata bomba likilazwa katika kijiji chetu, hatujai kuona hata kituo cha maji kikijengwa katika kijiji chetu. Sasa hivi tumeona, tunachosubiri tu ni kwenda kuchota maji. Sasa hivi mnayowaona ni majaribio. Manake mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji amesema maji yanatoka leo, kesho hayatoki. Yale ni majaribio, na ndio maana hakuna mwananchi yeyote ameambiwa haya maji lipia. Yale ni majaribio, na tukiwa tunajaribu wananchi wanaenda kuchota maji bure. Kwa hiyo yale ni majaribio. Tukiwa tunajaribu, ikitokea changamoto tunamwambia mkandarasi rekebisha hapa, rekebisha. Ndio maana unaona leo yapo, kesho hayapo. Hayo ni majaribio, na hatutaki tuachie mradi ambao utawasumbua. Ndio maana tunajaribu ili kila kitu ambacho kina kasoro tukirekebisha. Kwa hiyo ndugu zanguni wa kijiji cha Engalaoni, kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2026 tutakuwa tumemalizana na nyinyi katika swala zima la maji. Na mwisho kabisa, kwa sababu leo kuna watu wa kata pia na kuna wajumbe wengine wametoka vijiji vya Mbibi hapa pamoja na Oskito, mradi wao kwa 90% na wenyewe washaanza kupata huduma. Bado haujakamilika mradi, lakini kule wenzenu tayari washaanza kupata huduma. Kama nilivyosema hapa, mtaendelea kupata huduma wakati mradi unaendelea. Kwa hiyo na wenyewe kule utakamilika tarehe 30 mwezi wa 3 2026. Kwa hiyo katika kata hii ya Mwandet itakuwa nimebakiza kijiji cha Engutoto ambacho na chenyewe kipo kwenye mpango na ilani ya Chama cha Mapinduzi kuanzia 25 30. Kwa hiyo ndani ya kipindi hicho na Engutoto na wenyewe watapata mradi wa maji, na kata yetu sasa ya Mwandet yote itakuwa ina miradi ya maji, tutakuwa tumekamilisha. Na mimi ndugu zangu, labda tu kwa sababu nikija huwa nakutana na viongozi, mimi huwa natembea sana. Yaani mimi nikiwa na miradi huwa nakuja sana. Mimi siji kwa sababu mbunge amefanyaje amekuja, mimi huwa nakuja sana, ila kwa sababu wanakutana na viongozi na kiongozi wenu wa maji, mwenyekiti wa maji wa kata, ndio huwa nakutana naye sana, kwa sababu tunakuja kukagua miradi ya maji. Mimi huwa nakuja sana. Mimi huwa nikiwa na miradi huwa natembea sana ili nikamilishe hiyo miradi iweze kukamilika na wananchi waweze kupata huduma. Mwandet oye! Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mwikani Lasaro, mwenyekiti wa kamati ya maji kata ya Mwandet. Elewa. Nina swali ya kumuuliza waziri kidogo tu, lakini sio kwa ubaya. Vituo vya kutumika huku Engalaoni nadhani ilikuwa ni 9, lakini haijakamilika. Sijui ni kwa nini. Maana vituo ambavyo vimejengwa viko ngapi? 6. 3 siku wapi? Hata mimi mwenyewe najulikana na maji na nakuteseka, sina maji hapo. Na nimeteseka sana waziri, unafahamu. Sijui nakosa gani na wewe. Hebu tuambie sasa hivi vile 3 vimepita wapi? Ndio nakuuliza. Maana hakuna. Yaideva? Saba ilikuwa 6. Lakini wakati tunaendelea na utekelezaji kuna maombi yalikuja kwamba kuna maeneo 3 kwa maana ya vituo 3 vimeombwa ambao vilikuwa nje ya mkataba. Sasa tukakubali kwamba tutavijenga, lakini kwanza tukamilishe kile ambacho kipo kwa mujibu wa mkataba. Kwa hivyo vituo 3 tukikamilisha kwa mujibu wa mkataba tutavijenga hivyo vituo 3. Asante. Kama sisi anga hivyo wake. Tunamshukuru Mungu. Kwa jina naitwa Eda Samson, ni mjumbe wa serikali. Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha kwanza kwa siku ya leo kumpata mbunge pamoja na madiwani. Tunakushukuru sana mbunge wetu
kwa sababu kwa kweli tumeona tutakuwa na raha na tumeshaona raha tulipokupa kura yetu, kwa sababu kuna mambo mengi ndani ya kijiji chetu ambayo haina utekelezaji, lakini tunaamini wengi wameongea, utakuwa mtekelezaji kutusaidia sisi. Na kushukuru sana, lakini mimi nakuomba sana kwa heshima, ndugu mbunge, umesema leo una haraka, tunakuomba tukualike siku nyingine uje utembelee shule yetu ya Ormukuna, uangalie maendeleo ya Ormukuna, utuangalie sisi watu wa Ormukuna kwamba tuko maeneo gani, kwa sababu Engalaoni imesahaulika kwa muda mrefu sana. Na tunamshukuru pia mwenyekiti wetu wa kijiji kwa kuchaguliwa, kwa sababu tumeshaona matunda na diwani wetu tumeona matunda. Tunakuomba sana tu ndugu mbunge, ututembelee. Tumesikia kwamba suala la shule tuwe kipaumbele kuwalinda watoto wetu. Tunakuomba tu ndugu mbunge, ndio tutawalinda watoto wetu, kwa sababu wajambazi wa wasichana ni wengi njiani, na pia wamama na wasichana wajambazi ni wengi. Lakini tunapojilinda, basi mheshimiwa mbunge, uwe kipaumbele kutusaidia kujenga sekondari. Kama unamlinda mwanadamu, utaweza kumlinda bonde ambalo watoto wanapita. Na kule Ormukuna, ndugu mheshimiwa mbunge, kuna bonde ambalo liko pale Ormukuna. Watoto kuvuka kwenda Imbidia, sekondari ya Imbidia sio mbali. Kwa Ormukuna sio mbali ndugu mheshimiwa mbunge. Sio mbali kwenda Imbidia kwa watoto wa Ormukuna. Ni karibu, kuja Engalaoni ndio mbali. Lakini kuna bonde ambalo nimeshindwa kuelewa ili bonde kwamba ni kitongoji gani ndio itakayetengeneza kuweka hata bamsi kidogo ili watoto waweze kufuka. Ukweli wa Mungu, ikinyesha mvua, mama yoyote ambaye ana mtoto kule sekondari, huwezi ukakaa, lazima uende kule kuwatazama watoto kama wameruka huku kuja. Hilo bonde ni mbaya sana katika kitongoji chetu cha Ormukuna. Kufuka pale, nadhani mnajua pale watu wa Ormukuna kuvuka kwenye ile korongo la kwa lile boma la kwa Saiba, kuruka kude, yani hilo bonde ni mbaya na hakuna njia nyingine mbadala ambao watoto watapita. Yani watoto wakiingia kwenye lile korongo kupandia kule, maji ikija, hakuna watoto kukuja nyumbani. Kwa hiyo jamani, tunaomba tusaidie kwa ajili ya watoto wetu kuvuka lile bonde, maana utawachunga watu, utamkamata yule, utampeleka korokoroni. Je, maji sasa? Je, lile korongo watafukaje? Kwa hiyo ndugu mheshimiwa mbunge, usitusahau sisi watu wa Ormukuna, utembelee shule, uangalie maendeleo. Kwanza Ormukuna hakuna zahanati hata moja. Kwa hiyo tukijenga shule, ndugu mbunge, hatuna zahanati. Kwa hiyo mtoto akiugua sasa pale hakuna mahali ya kumpeleka, mpaka ufike huku itakuwa ni mbali. Na swala la umeme, ndugu mheshimiwa mbunge, tumelia miaka na miaka, labda tangia mimi nizaliwe swala la umeme lilikuwepo. Tunaomba sana, kila mwananchi aliyekuchagua alikuchagua ili uweze kumsaidia. Kila mwananchi, sio kitongoji, sio kijiji, sio sehemu uliko, tembelea watu wote, tembelea kila kitongoji, tembelea kila kijiji, maana tutakuwa kipaumbele kukusaidia.